katika vifungu kama hivi vitatu ambavyo vina vinyumbuliko ndani yake vidogo vidogo vingi, na tukipata neema tutavitazama. Basi ni kanisa lenye afya, kanisa jasiri, kanisa lenye utii. Hapo tusome kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4 hata mstari ule wa 11. Kisha tutatembea baadhi ya sura katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa sababu ndicho ambacho kinabeba sura halisi ya kanisa la matendo ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakimtazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, mlivyomwona akienda zake mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma habari za mwisho kabisa ambazo Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi na hata kupaa kwake. Kitabu cha Matendo ya Mitume ambao tumesema sura ya kwanza, akiwa mwandishi ni Luka, yule tabibu, mtu wa mataifa, na majira alikuwa kama miaka ya 65 baada ya Kristo. Inaandikwa na mahali inatazamiwa kuwa inawezekana ilikuwa ni Rumi, lakini hapana uhakika sana, maana alitembea sana na Paulo katika kuhubiri kwake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kusudi mimi nimetazama mara mbili hapa la kitabu hiki kizuri cha Matendo ya Mitume. Kwa nini nalizungumzia hili kusudi? Tupate kutambua kidogo juu ya umuhimu wetu katika kukisoma, lakini na kuelewa somo letu zuri la matendo ya Roho Mtakatifu. Moja ilikuwa kuandikia kizazi cha pili cha Wakristo ambao hawakuwepo siku ile ya Pentekoste, na inawezekana hawakuwa na ufahamu sahihi juu ya kuanzishwa kwa kanisa au mwanzo wa kanisa au nguvu ya kuenea kwake miaka ile ya kwanza. Lakini yuko mtafiti mmoja aliandika kitabu anaitwa Desel Miller, anapendekeza kwamba pamoja na Theofilo, Luka alilenga kuwaandikia Wakristo wa mataifa na Wayahudi wa Kiyunani ambao
waliishi mbali na Yerusalemu ambapo matukio yale ya matendo yalitokea. Kwa hiyo inawezekana, naye huyu akatia mawazo yake kwamba inawezekana waliandikiwa watu wa namna ile. Lakini tunapozungumza matendo ya Roho Mtakatifu, kanisa la matendo ya Roho Mtakatifu, tunalenga nini hasa? Kuna vitu ambavyo Yesu anaagiza kama agizo kwa kanisa. Kama agizo kwa kanisa. Nimekuambia kanisa lenye matendo ya Roho Mtakatifu ni kanisa lenye afya, jasiri na lenye utii. Sasa Yesu anatoa agizo kwa wanafunzi. Yesu anawataka kutii agizo la kungoja zawadi kutoka mbinguni, na sababu za kungoja zawadi hiyo. Anatoa agizo waingoje zawadi ambayo aliwaambia huko nyuma kabla, ambayo zawadi hiyo inatoka mbinguni. Kwa hiyo anawataka watii agizo la kuingojea zawadi hiyo kama wanafunzi wake, kwa sababu alikuwa anajua mission alionayo juu ya kanisa. Aliposema juu ya mwamba huu nalijenga kanisa, yeye mwenyewe anajua ni mwamba imara ambao hakuna awezaye kutikisa wala kusumbua kwa namna yoyote ile. Hivyo akawapa agizo, akawaambia wakae hata watakapoipokea hiyo zawadi. Kwa nini aliwaambia mambo hayo? Aliwaahidi tangu mwanzo kwa akiondoka kuna zawadi atawaletea kutoka juu kwa Baba. Aliwaahidi. Jambo la kwanza aliwaahidi. Kwa hiyo anawaambia ili waipate hiyo zawadi lazima watulie kwanza mpaka kitakapotokea. Lakini jambo la pili, kazi wanayoiendea ni kubwa kuliko uwezo wa kibinadamu. Haihitaji nguvu za mwili, haihitaji nguvu ya mwili, wala haihitaji elimu, wala haihitaji taaluma fulani. Inahitaji uwezo kutoka juu. Bwana tusaidie sana. Lakini Yesu anawatahadharisha juu ya mtazamo pia. Anawapa tahadhari juu ya mtazamo pia walionao. Na mimi hapa ndo nataka tujikite kama kanisa ili tuweze kujua kile ambacho ni muhimu kwetu kama kanisa leo, ili tuweze kuyaishi kama kanisa la zamani. Wewe unafikiri kwa nini matendo yale yaliyotendwa zamani leo hii hayapo? Yale matendo ya kanisa hata tunayasimulia leo na kuyasoma na kusikia wenzetu walifanya, kwa nini leo hayapo? Na kuamini leo kwamba watu fulani aidha wachungaji au wainjilisti ndio wenye uwezo wa kufanya miujiza, ndio wenye uwezo wa kuhubiri injili, ndio wenye uwezo wa kufanya kitu fulani. Kanisa limebaki hapo, na watu wengine wakajitoa kwenye hiyo hesabu ya kufanya kazi ya Mungu kana kwamba wao hawahusiki na wala hawatatoa hesabu yoyote mbele za Mungu. Naongea na kanisa. Kanisa lapaswa lijue kwamba Yesu aliyaongea haya kwa sababu ilikuwepo shida iliyopelekea kuyazungumza haya. Shida ilikuwa nini? Kutokuelewa utendaji kazi wa Roho wa Mungu na mzigo aliyoweka ndani yao. Kutokuelewa utendaji kazi wa Roho ya Mungu na mzigo aliyoweka ndani yao. Kanisa halitambui uzito wa kazi ambayo limepewa hapa duniani kwa muda kitambo kidogo, ili kwamba likifika mahala nalo litarudisha hesabu. Ukumbuke Yesu atarudi kuja kuvuna
kile ambacho ameacha hapa duniani, na sisi tukiwa kama mbegu atakuja kuvuna kile ambacho tumezalisha, kwa sababu kanisa ni mbegu ambayo iko duniani. Kanisa linaenea, na ndio maana nikasema katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, mwandishi Luka anaandika akiwa na makusudi kuwaandikia watu ambao hawakuyaona yale matendo yaliyotendeka hapo zamani, aidha hawakuona ile nguvu ya Roho Mtakatifu ile siku ya Pentekoste, hawakuona. Kwa hiyo anawaandikia wapate kujua kwamba ipo nguvu ambayo inawasaidia. Na hata Paulo alipo katika kuhubiri kwake alifika akawakuta wanafunzi wanahubiri habari za huyu Yesu, lakini akawasikiliza akagundua ndani yao kuna mapungufu. Akawauliza, mlishabatizwa kwa Roho Mtakatifu? Wakasema, hata kujua habari hizo sisi hatujui. Ni kitu gani hicho? Ndio kanisa la leo. Kanisa la leo limebaki na ubatizo mmoja wa Yohana, lakini sio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana liko kwenye tabu, na ndio maana liko kwenye mahangaiko. Ndio maana tuna Wakristo wa Jumapili, hatuna Wakristo wanaomcha Mungu kila siku kwenye roho zao. Tuna Wakristo wa Jumapili, tuna Wakristo wa matukio, tuna watenda kazi wa kufuata matukio, vitu fulani kwa nyakati fulani. Hasa hapo ndio inaanzia shida, na shetani ameliweza kanisa, ameliibia vitu vingi kanisa. Shetani ameliibia vitu vingi sana, na imefika mahala kanisa limepoteza ladha duniani. Yesu analiita kanisa ni chumvi ya dunia. Kanisa ni chumvi ya dunia. Hebu jaribu kufikiria, kama rosti nzuri itatengenezwa kwa uzuri wake, ikawekwa vitu vyote vinavyohitajika, alafu ikakosa chumvi, hiyo rosti itapendeza katika mlo wake? Itapendeza? Haiwezi kupendeza. Haiwezi kupendeza. Kwa hiyo tunagundua kwamba ladha ya ulimwengu ni sisi kanisa. Ladha ya ulimwengu ni sisi kanisa. Lakini sasa sisi tumepoteza ladha, na ndio maana anasema chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee? Itatiwa nini ili ilete ladha yake? Chumvi ikiharibika, imeharibika. Hakuna kikorezo cha chumvi. Ni madini ya ajabu ambayo hayana kikorezo chake. Yenyewe yakiharibika, yameharibika. Ndipo anasema ikiharibika basi itatupwa nje na itakanyagwa. Maana yake kwamba kanisa likipoteza uwezo wake, likipoteza ladha yake duniani, halina tofauti na watu wa mataifa, na lenyewe litatupwa kama wengine wanavyotupwa. Yesu atusaidie sana kanisa la leo. Kwa hiyo Yesu anaonyesha shida ilikuwa nini? Shida kutokuelewa utendaji kazi wa Roho wa Mungu na mzigo aliyoweka ndani yetu. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nasema jambo la kwanza ambalo nimeliona hapo, hawakujua ugumu wa kazi. Wanafunzi katika sura hii tuliyosoma hapa hawakujua ugumu wa kazi, na ndio maana walikuwa wakitafakari wao juu ya habari ya maisha ya ulimwengu huu. Anasemaje katika mstari ule wa 6? Matendo ya Mitume 1 mstari ule wa 6. Anasema hivi: basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unawarudishia Israeli ufalme? Unaona swali lao sio habari za utendaji kazi, juu ya matendo makuu waliowahi kuyashuhudia, juu ya mambo ambayo wameyaishi hapo zamani kama watumishi wa Mungu, hata wakaheshimiwa. Katika ile sura ya 10 katika kitabu kile cha Luka, wanasema cha Mathayo, anasema kwamba tazama, waliporudi wanasema hata pepo wanatutii. Walienda wakafanya kazi kubwa ya Mungu. Lakini angalia, wakati huu Yesu anaondoka, wao wanauliza juu ya utawala, na hata
hata wale wana wa Zebedayo, mama yao anasema, anawaambia Yesu, naomba Bwana kwenye ufalme wako watoto wangu mmoja akae mkono wa kushoto, mmoja akae mkono wa kuume. Yani hawawezi kutafakari juu ya matendo makuu ya Mungu na mzigo alioweka ndani yao, juu ya kazi aliyowaitia hapa duniani. Wao wanatafakari juu ya maisha ya hapa ulimwenguni, sio maisha ya baadaye, wala sio wito walioitiwa. Na ndio kanisa la leo halitafakari wito liloitiwa wala maisha ya baadaye. Lenyewe linatafakari tule nini, tuvae nini, ndio maisha yake. Alafu baada ya hapo fulani atanionaje, baada ya hapo nife nizikwe. Kwa hiyo kanisa limebaki kwenye chama cha kufa na kuzikana, lakini sio kubeba kusudi la Mungu. Ndio shida iliyopo hapa. Na ndio maana hata hawa waliulizwa swali hili kwamba unaturudishia lini ufalme? Wakati ule Israeli inaishi katika utumwa. Iko katika chini ya utawala wa Warumi. Kwa hiyo ilikuwa inapitia mateso fulani. Kwa hiyo walikuwa wanauliza maisha haya kwamba, je, ndio unaturudishia ufalme wetu? Maana yake kwamba tujitawale? Na Wakristo wale wanalo hili swali. Nikiokoka nafanyaje? Je, mali zangu? Je, familia yangu? Je, ndoa yangu? Je, watoto wangu? Je, wazazi wangu? Je, hivyo ndio yani ndio maisha ambayo tunayatafuta leo. Na kama akiingia akiona hayapo, Wakristo wengi wamerudi nyuma na wamekuwa wadini kabisa. Wameachana na huyu Yesu, kwa sababu alipofika hakuona kurudishiwa kile alichokitaka. Kwa hiyo naona hakuna sababu. Sasa hiyo sio njia nzuri ya kumtumikia Mungu, kwa sababu Mungu hatumtumikii kwa sababu tuna vitu. Mungu hatumtumikii kwa sababu tunataka kwake vitu. Tunatumika kwa sababu yako maisha hata baada ya hapa. Na haya maisha baada ya hapa ndipo anasema yeye ni njia, kweli na uzima. Na ndipo anasema tena katika ile Yohana 3 mstari ule wa 16 anazungumzia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, sio kwa sababu ya kuleta majumba, sio kwa sababu ya kuleta watoto, sio kwa sababu ya kuleta mume, sio kwa sababu ya kuleta mke. Hapana, anamtuma mwanawe pekee ili aje wakomboe watu na dhambi zao, ili warudishwe kwenye pendo la Mungu kama Edeni ya zamani, kama Adam na Hawa walivyoishi zamani. Ndivyo Mungu anavyoitazama dunia. Haitazami kujenga magorofa, wala magorofa haya Mungu anaona takataka tu, wala haoni kwamba ni thamani sana. Na ndio maana ukiangalia tu matendo makuu ya ajabu ya Mungu, Brazil wakaadhimisha siku ile ya Shetani, Mungu akapiga kimbunga cha hatari, akabomoa kila kitu, pakawa jangwa. Sehemu ambayo ilikuwa ni nzuri imejengwa majumba mazuri, wanaishi matajiri. Los Angeles leo iko wapi? Imewaka moto yote. Majengo mazuri yaliyokuwepo pale yote yameteketea. Hakuna la nani, mastaa wote walikuwa wanaishi pale. Unawajua wewe maarufu duniani walikuwa Los Angeles. Mji wa kifahari, mji ambao wanauita paradiso ndogo. Siku 3 kabla hujawaka moto, akatumwa mtumishi wa Mungu mmoja, akatembea mwanamke, akahubiri na spika yake amebeba, akahubiri mitaa mingi sana ya jiji la Los Angeles. Akawaambia, angalieni, msipotubu, angalia ghadhabu ya Mungu imewaka. Ndani ya siku 3 kuna tukio kubwa linaenda kutokea ndani ya mji huu wa Los Angeles. Wakiwa usiku huo kabla walifanya sherehe kubwa ya kuwapa tuzo mastaa. Walipokuwa wanawapa tuzo, wanapiga kula fulani. Baada ya muda wanasema tumpigie kula na Mungu. Alafu wanacheka, wanasema Mungu hajapata kitu. Baada ya siku 2 baada ya maneno yale, akauchoma moto mji. Unaona sasa matokeo haya? Unaona vitu hivi? Kwa hiyo nini kinaendelea ndugu yangu? Tupo duniani kwa kusudi. Kwa hiyo Mungu aliangalia mioyo ya wanafunzi, akagundua bado haina wivu wa Mungu ndani. Haina. Wanauliza juu ya habari ya utawala, hawaulizi juu ya habari ya ufalme wa Mungu, kwamba unatuacha
Sawa, lakini vipi kuhusiana na hatima yetu ya nguvu ile ambayo tuliona, matendo yale makuu ya zamani ambayo tuliyafanya nyakati zile? Je, ile nguvu itabaki au inaondoka na wewe? Hilo ndio lilikuwa swali zuri sana. Bwana atusaidie sana. Sijui wewe unawaza nini. Lakini jambo jingine katika hiyo shida, jambo jingine lilikuwa hili: walikuwa na mashaka bado juu ya utendaji kazi wa Mungu kwao. Hawakuziamini zile nguvu, bado walikuwa na wasiwasi sana kuhusiana na maisha yao na Mungu. Hawakujua kama kuna kitu kama hiki ndani ya maisha yao. Ndio maana Mungu anawajibu hivi katika ule mstari wa 7, Matendo ya Mitume 1 mstari ule wa 7. Anawajibu tofauti sana na wao wanavyofikiri. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Anawatoa katika hiyo kwa sababu anawaona hawa watu bado hawana Mungu ndani ya mioyo yao. Anaona hawana Mungu. Kwa hiyo walikuwa na mashaka juu ya utendaji kazi wa Mungu kwao. Jambo la 3, hawakuwa na ujuzi elimu kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kumbuka Yesu aliwaambia mstari ule wa 5. Aliwaambia hivi, Matendo ya Mitume 1 mstari ule wa 5. Aliwaambia hivi ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Umeona hilo neno? Watabatizwa. Yohana alibatiza kwa maji, lakini yeye anawaambia wanafunzi wake Yesu, nyinyi mtabatizwa, sio ubatizo ule wa Yohana peke yake. Najua tayari mlishabatizwa, lakini anawaambia sio ubatizo ule mtakaobatizwa. Nyinyi mtabatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Wanajifikiria mara mbili, ni vipi hilo jambo linatendekaje? Lakini hawakuelewa, hawakuwa na ujuzi wa kujua juu ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwa kanisa. Haleluya, haleluya. Bwana tusaidie. Kwa hiyo hawakuwa na uelewa mkubwa sana. Na ukikosa uelewa mkubwa juu ya habari ya Roho Mtakatifu, kinachotokea kwenye maisha yako ni kutokutambua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Wachawi na waganga wa kienyeji wanayo hii Biblia. Wanazo kwenye majumba yao. Na pengine mnaabudu nao. Mnakula nao, mnaimba nao kwaya, mapambio na nini. Vitu vingi mnawafanya nao. Lakini wao sasa, kitu ambacho uko tofauti nao, hawaelewi siri iliyomo ndani hayo maandiko. Wanafungua, wanasoma, lakini hawaelewi siri iliyomo ndani ya haya maandiko. Kwa sababu ndani ya haya maandiko si kila mtu anajua. Hapana. Haya maandiko ni siri. Na ndipo Yesu anasema wazi, nakushukuru Baba wa mbinguni kwa sababu umependa kuwafunulia watoto wachanga mambo haya na kuwaficha watu wenye hekima na maarifa. Kwa hiyo kumbe Mungu anapenda kumfunulia mtu siri iliyomo ndani ya haya maandiko. Asiyependwa au asiyejua haya, ujue huyo mtu Mungu hana mpango naye. Kwa hiyo mtu anaweza akawa nayo Biblia lakini sio siri ya ufalme. Na ndio hapo sasa unakuta tuna washirika hao niliokuambia wa Jumapili, lakini sio washirika wa Kristo ambao ni wa kumtumikia Mungu kila itwapo leo. Wao siri yao ni kutafuta kile wanachokitaka wao kwenye maisha yao. Aidha tunasema hao wanatafuta mkate na kujiunga vyama vya makanisa. Ndio hawa sasa kila jambo wanalolifanya hawawezi kufanya kwa kunyoka. Lazima kuwe na upinzani.
kwa sababu hawa ndo waua shughuli, sio waendesha shughuli. Hawa ndio waua shughuli. Tunao wengi sana makanisani. Kama kanisa la Mungu lingekuwa limebeba kusudi kama lilivyokuwa mwanzo, kanisa la kwanza, jinsi ambavyo lilitembea na Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo lilienda na Roho Mtakatifu, kama lingetembea hivyo, hii dunia leo pasinge kuwepo na dini yoyote, wala pasinge kuwepo miungu yoyote inayoabudiwa zaidi ya Yesu peke yake, kwa sababu wale 12 peke yao waliibadilisha Samaria, waliibadilisha Yerusalemu na miji yote ya Israeli. Watu 12 peke yao walifanya kazi kubwa ya ajabu. Anaingia Paulo, anatembea nchi za kwa namna ya ajabu, kwenye miungu ya ajabu. Anafika anawaambia yupo Mungu peke yake, anawaambia yupo Mungu. Anaingia kwenye masinagogi yao, anahubiri, anazungumza nao, wanamuelewa. Watu wanageuka namna hii. Biblia inasema Asia ikageuka kwa sababu ya mtu huyu mmoja tu, Paulo peke yake. Samaria ikageuka kwa sababu ya mtu huyu mmoja tu, Filipo peke yake. Sasa wewe nani? Mko wangapi kwenye mji? Mko wangapi kwenye nchi yenu mnaoishi? Mko wangapi kwenye mitaa yenu mnayoishi? Mko wengi kabisa. Lakini vipi, mbona bado hata nyumba ya pili bado kuna changamoto? Misukule inafugwa, usiku inakula vitu vya watu, usiku inawabeba watu kwenda kuwalimisha, na nyinyi wa Kristo mpo tu. Paulo akatembea kwenye mitaa. Alipofika kwenye mitaa, wakajaribu kutoa unabii juu ya maisha yao. Wakasema hawa ni watu wa Mungu, Mungu aliye hai, watumishi wa Mungu aliye hai. Paulo anawageukia, anapewa macho ya ndani, anapewa macho ya rohoni. Anamuona kwamba huyu hasemi maneno kwa roho wa Mungu, anasema maneno kwa roho ya kipepo. Anasema wewe pepo uliye ndani ya huyu mtu, ndani yetu. Baada ya kusoma Matendo 1:8, angalia katika 19 anasema hivi: basi enendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Umeona sasa? Mstari wa 20 anamalizia kwa kusema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Anasema haya kwa sababu alikuwa anajua anachokifanya. Anataka mfundishane, mkimaliza kufundishana nendeni, mkiwaleta wafundisheni, wakishiba wapelekeni shamba. Ndio kanisa lilivyo. Kanisa linakaa mwaka mzima halina mkutano, kanisa linakaa mwaka mzima halina semina, kanisa linakaa mwaka mzima halina chochote. Yaani watu wake wapo hapo tu, kiaina tu. Wewe unafikiri kinachofuata nini? Hawa watu wamekufa kiroho. Yaani hapa hamna mtu ambaye anatumiwa na Mungu hapa. Hamna. Watu wanaotumiwa na Mungu wanakubali kutoka na kwenda kuhubiri Injili, na huko nje ndiko kwenye matendo makuu ya Mungu, sio humu ndani. Humu ndani ni kwa sehemu ndogo Mungu anasawazisha, lakini kule nje ndiko waliko waliofungwa, ndiko waliko wanaoonewa, ndiko waliko wanakopigwa. Kule nje twende tukawafungue kanisa la Bwana. Kanisa la matendo ya Roho Mtakatifu linakwenda nje, lenyewe ni jasiri, haliogopi, ni kama simba, kwa sababu lenyewe ni imara katika Kristo. Linajua yuko Yesu nyuma yake, halitaogopa waganga, halitaogopa wachawi, halitaogopa vitu vyovyote vitakavyotokea mbele yake. Leo Wakristo wanaogopa majini, anaogopa jini mpaka anahama nyumba yake. Mkristo huyu. Hasa hapa tuna Mkristo tuna matatizo tu. Mkristo aliyejaa roho, aliyejaa nguvu ya Mungu. Na iliona kanisa la kwanza ambalo Paulo anaokoka kwa kanisa hilo la kwanza. Kanisa la kwanza Paulo anaokoka. Paulo alivookoka, anafika kwenye kisiwa, anakutana na wachawi bwana. Wachawi kweli kweli. Wakati anahubiri habari za neno la Mungu, wanaloga. Yaani wao hawasubiri usiku, wanaloga mpaka mchana.
Paulo anafunuliwa rohoni, anamwambia wewe mtaabishaji, hata lini? Sasa leo umekutana na kitu kingine. Anamwambia leo umekutana na kitu kingine. Anasema sasa Bwana anakupiga upofu, hautaliona jua kwa muda. Pale pale anapigwa giza, haoni yule mtu. Yule mkuu anashangaa nguvu iliyomo ndani ya Paulo, anaokoka pale pale. Leo tunatakiwa tuwahubirie watu Bwana, tuache kuwatazama usoni, huyu nitamwambia nini? Hakuna chochote. Wewe sema juu ya habari ya uzuri wa Yesu, sema habari ya ukuu wa Yesu, tayari mambo yatakaa sawa. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuvuka ukuu wa Yesu. Haleluya, haleluya. Hatuna shauku, tumepoteza hamu, tumepoteza. Ndio maana hata kwenye maombi watu ni wazito, wawaji, hawapendi kumtafuta Mungu, bali wanataka kuambiwa neno zuri, sio kumtafuta Mungu. Na Mungu hasemi anajizihirisha tu katika kutamkiwa, anasema nitafuteni kwa bidii na mimi mtafanya nini? Mtaniona. Watu kama kina Elia wanasimama katika miji, nchi nzima, anasimama mbele ya mkuu wa nchi, anamwambia mvua haitanyesha katika taifa mpaka kwa neno langu, mpaka kwa neno langu. Mtumishi wa Mungu huyo. Alikuwepo Elisha, anamwambia wala mfalme asilalue mavazi kwa sababu ya huyo aliyesema mwambieni aje huku, aje kwangu, hayo madonda yake anakwenda kupona. Atajua kwamba yuko mtumishi wa Bwana katika Israeli. Natamani watu waliokoka kila mmoja ajue nguvu ya Mungu ndani ya maisha yake, atamani shauku ya Mungu ndani. Akiingia Roho Mtakatifu ndani, huyu mtu anakuwa shujaa, huyo mtu anakuwa hodari, huyo mtu anakuwa jasiri, huyo mtu anakuwa mtu mtii juu ya habari ya Mungu. Hakuna tena kusukumana, ila tutakuwa tunasikia tu kule kuna mgonjwa alitakiwa kufa, ameinuliwa. Kule kuna mtu ameinuka. Kule kuna watu kadhaa wameokoka. Nyinyi mnasema nini juu ya kanisa? Kanisa ni kitu ambacho kinaishi. Kanisa ni kiumbe chenye nguvu. Kanisa ni kitu kilicho hai, tena kikiwa na afya, kila siku kinaongezeka, sio kufa. Wewe unafurahia watu wanarudi nyuma. Wewe mjui Mungu. Mungu anataka watu waongezeke, sio kurudi nyuma. Watu wakirudi nyuma lazima kanisa lijiulize, pana nini hapa? Pana nini hapa? Kwa nini watu wanarudi nyuma? Kwa nini watu hawaendi mbele? Kwa nini watu idadi ya kanisa haliongezeki? Kanisa la kwanza lilikuwa na matokeo. Lilikuwa na matokeo. Ngoja nikupe matokeo machache uyaone. Kanisa la kwanza liliongozwa na Roho Mtakatifu, likakubali kuwa chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Sikiliza, kuna mambo makubwa. Angalia, kuna mambo makubwa. Soma Matendo ya Mitume 2 mstari ule wa 40. Soma mstari wa 40 na 41. Uone pale Matendo ya Mitume 2. Tena Mitume 2 mstari wa 40 na 41. Anasemaje? Anasema hivi, akashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka. Sio walipungua. Siku ile waliongezeka watu yapata 3,000. Siku moja tu, mkutano mmoja tu, na wanaongezeka. Hakuna kusema kwamba wafundishwe uongofu mpya, hakuna. Wakabatizwa wakati huo huo na wakajazwa Roho Mtakatifu wakati huo huo. Kanisa likaongezeka. Kanisa likaongezeka. Tunahitaji kuona kanisa linaongezeka, linahubiri Injili. Kanisa linaongezeka, sio kanisa kupungua. Kanisa lazima lijue linakoelekea, sio kupigana vijembe makanisani. Kupigana vijembe vinatoka wapi? Anasema sura ile ngapi? Sura ile ya 5 ukianzia hapo kuendelea. Anazungumza nini? Anazungumzia juu ya habari ya kanisa likazidi kuongezeka siku kwa siku. Watu wakaokoka wa mataifa na wengine Wayahudi kwa mataifa, watu wakaokoka. Anasemaje? Sura ile ilivyoendelea ya 6, kuna watu wanafika mahala wanasema kukaingia manunguniko, lakini manunguniko yakafika moja kwa moja wapi? Kwenye meza ya wakubwa kina Petro. Ilivyofika, Biblia inasema wakasema, chagueni watu waliojaa Roho waweze kuongoza watu wengine ambao wanasema
wanasema kwamba hawatendewi haki, waongozwe kwa uzuri. Wakachaguliwa kina Stefano, wakachaguliwa kina Filipo, wakaongoza wajane, kuwapa vyakula vyao. Kanisa likaongezeka, kanisa likaendelea kuongezeka, sio kupungua. Kanisa likaongezeka. Lakini kanisa lisipoenda kuhubiri injili, Matendo 8:1, ghasia ikaingia kwenye mji kwa sababu watu hawakwenda kuhubiri nini? Injili. Kanisa, mshirika unamwambia tukahubiri injili, anatetemeka. Mshirika unamwambia tukashuhudie, haonekani. Mshirika unamwambia njoo kwenye semina ya neno la Mungu, haonekani. Mshirika unamwambia tuandae mkutano, anakuambia uchumi mgumu. Huyu hamjui Yesu. Yaani hapo umekaa na mtu ambaye hamjui Yesu. Na ndio hali tulionayo. Kanisa liko kwenye hali mbaya, linamhitaji sana Mungu kwa sababu liko kwenye hali mbaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hii itapelekea matokeo mabaya. Itapelekea matokeo mabaya kwa sababu kila jambo lina sura mbili hivi. Tusipofanya, matokeo ndio hayo. Ghasia itaingia, shetani atajiinua. Shetani atajiinua. Kumbuka humu kanisani wamo vibaraka wa shetani, wamo ndani humu. Msione kawaida hivi watumishi wa Mungu. Wamo humu ndani, tunaabudu nao. Tuko nao makanisani, vibaraka wa shetani. Sasa wao kazi yao, wanadhoofishwa na nguvu ya Mungu pale kanisa linapofanya wajibu. Lakini linapoacha kufanya wajibu kanisa, wao wanapata power ya kulisengenya na kulisema kanisa vibaya na kuanza kushuka viwango. Kwa hiyo linaposhuka viwango, wao kwao ni sherehe. Alafu na wao hata kuwaona hamtawaona. Wanaendelea kushambulia huko pembeni. Wanashambulia huko pembeni. Kanisa liko pabaya. Kanisa liko pabaya. Ndio hapo unakuta sasa yani maroho machafu yanaanza kuinuka kanisani. Maroho ya uzinzi, maroho ya utapeli, maroho ya nini? Kwa sababu ya nini? Kanisa limeacha wajibu. Jaribu kufikiria. Kama kanisa litafanya wajibu wake, litafanya wajibu wake, unadhani kuna nini kitapungua kanisani? Kuna nini kitapungua kanisani? Hakuna kitakachopungua kanisani. Sisi ni shirika. Hautalala njaa wewe alafu watu wafurahi kanisa lipo, wewe unalala njaa. Sio kweli. Paka washirika wanafika mahala wanakosa chakula wala hawajuani hali, ni kwa sababu kanisa liko pabaya. Limejaa uchoyo kama duniani tu vile vile. Limejaa dhuluma kama duniani tu vile vile. Na wala halitaki kutambuana. Lakini iko saa ya kusema tunahitaji mabadiliko. Tunahitaji mabadiliko. Tumuone Mungu kwa viwango vingine. Tuanze kumtafuta Mungu kwa viwango vingine. Wewe unafikiri sifa kumsema mshirika ambaye hana mavazi, ukasema kwamba huyu angalia naye alivyo kila siku vile vile kila siku? Wewe unafikiri ni sifa kwa wanadamu huko? Mbele za Mungu unamsuta muumba wake. Biblia inasema anayemnyanyasa maskini anamsuta muumbaji wake. Sasa ole wa kanisa kwa sababu umewekwa kama chumvi ya dunia. Uwaonee huruma wale masikini, uwaonee huruma wasio na kitu. Barnaba anauza shamba, analeta miguuni pa mitume. Wakati ule uhitaji ulikuwa ni mkubwa sana. Na shetani naye hakuacha kupeleka pandikizi, akampeleka Anania. Naye kajigamba alafu akatoa kidogo. Mungu wakati ule alikuwa ni mwingi kwa sababu kanisa lilikuwa limedhamiria na limenia mamoja. Limenia mamoja. Kanisa lazima liamue kunia mamoja. Lilipo nia mamoja, Roho akaifichua ile dhambi pale pale. Leo kanisa halinii mamoja. Kwenye maombi limetawanyika, katika utoaji limetawanyika, kila eneo limetawanyika. Kuhubiri injili Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Tunahitaji
na shauku ni kumuona Mungu kwa viwango. Jaribu kukumbuka matendo makuu ya zamani. Wakati watu wakiomba wanabubujika. Wakati unasikia walokole wakiwepo kanisani kwao, wao wanalia kila wakati. Maombi yao ni ya kulia. Watu walitambua kanisa la kwanza kama kanisa la watu wanaolia. Kwa nini watu wanaolia? Kwa sababu walikuwa na mzigo, walikuwa wanajua mzigo walioitiwa, na ndio maana walikuwa wanaililia dunia, na ndio maana walikuwa wanamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili ya kazi. Leo tunaomba kwa Bwana kwa kumwangalilia madakika, kwa kumwangalia masaa. Mtu anasema siendi kanisani kwa sababu wanachelewa kutoka, kwa hiyo anaona bora baki nyumbani. Yesu hana hasara. Hasara ni ya kwako mwenyewe, kwa sababu yeye kuna wakati atavuna. Chochote kilicho safi kitabebwa, wala hiyo haitakuwa sababu mbele za Bwana ya kumwambia sikwenda kwa sababu walichelewa kutoka. Na kuambia hiyo haitakuwa sababu. Jehanamu itakuruhusu. Leo badilisha mtazamo, anza kumwangalia Mungu kwa viwango. Tamani wewe uwe wa viwango. Tamani wewe uwe wa viwango. Tamani wewe ukutane na Yesu. Tamani Roho Mtakatifu akujae, alafu usiwe na dakika za kupimiwa ukiingia kwenye maombi. Hapo ndipo saa utachagua hata chumba chako cha kufanyia maombi kama kina Kornelio. Hapo ndipo utamtafuta Bwana, naye Bwana ataonekana. Utafunuliwa kwenye macho yako, utamwona Bwana wazi wazi kama kina Kornelio walivyomuona. Bwana atatuma malaika zake, watatembea kwenye hema yako, watalinda familia yako, watalinda ndoa yako, watalinda watoto wako, watalinda. Utaona watoto wako wanajaa nguvu ya Roho Mtakatifu kama Filipo alivyokuwa na mabinti 7 wanaye wote nao walikuwa ni manabii. Watoto wako watatabiri na watu watasema heri wewe, heri wewe, heri wewe, maana uzao wako umebarikiwa. Lakini ni kwa sababu unaye Roho Mtakatifu. Watu watasema heri wewe, kazi yako imebarikiwa. Ni kwa sababu unaye Roho Mtakatifu anayehuisha, anayeongeza. Watasema heri wewe, huduma yako imebarikiwa. Ni kwa sababu unaye Roho Mtakatifu. Tamani kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Mungu akiwa ndani, kuna vitu huwa vinaumbika vyenyewe. Hebu simama tuombe. Tuiombee miji michache leo. Tuiombee mitaa michache leo. Popote pale ulipo, hebu tuombe pamoja leo. Tuombee mitaa yetu. Yako mambo mengi ya kuzungumza, lakini muda hautoshi. Inafaa hapa tumtafute Mungu. Katika mitaa yako imefungwa, familia yako imefungwa na nguvu za giza, roho za kuzimu zinatawala, lakini Mungu anatafuta watu wenye juhudi katika maombi, watu wenye juhudi katika kumtafuta. Ndipo sana sema, tazama nitafuteni mimi nanyi mtaishi wanangu. Tafuta Bwana kwa bidii, familia yako itaishi. Tafuta Bwana kwa bidii, biashara yako itainuka. Tafuta Bwana kwa bidii, ndoa yako itastawi. Tafuta Bwana kwa bidii, kazini utainuliwa. Tafuta Bwana kwa bidii, familia yako itastawi vizuri. Leo kitafuta Bwana kwa bidii. Yako mambo ya kuombea. Hebu leo tuiombee mitaa ambayo tunaishi. Bwana aleta wokovu na sisi tuwe sababu. Omba katika mzigo. Unaishi na watu wangapi hawajamjua Yesu? Alafu unakuwa na wewe kama mtu aliyefungwa kitambaa kwenye mdomo wake. Hujawahi kuambia kabisa habari za huyu Yesu. Wanaonaga tu unabeba Biblia unaondoka, lakini hujawahi kusema nao. Hebu leo fungua sasa moyo wa ndani, moyo wa ndani, moyo wa ndani. Efeso inasema, Efeso 1, macho yako yatiwe nuru. Anza kuona madhara yatakayowakuta ndugu zako. Anza kuona madhara yatakayowakuta majirani zako. Anza kuona madhara yatakayomkuta mume wako. Anza kuona madhara yatakayomkuta mke wako. Anza kuona madhara yatakayokuta familia yako. Anza kuona madhara. Ukiona madhara utawaombea. Mtu mmoja akaniuliza, mama yangu ni mtu wa dini sana, lakini mimi nimeokoka, lakini anampenda Mungu yule mama. Sijawahi kuona kama kuna tofauti yoyote.
ya dini yake ni nzuri. Akaniambia, unaonaje hatima yake? Nikamwambia ni jehanamu tu. Kama usipomwombea okoke, anakwenda jehanamu. Akaniambia, mchungaji usiseme hivyo. Nikamwambia, nakwambia ukweli wa Mungu, kwa sababu Biblia inasema wote walio nje ya Kristo hawataurithi uzima wa milele. Hata kama wana dini safi, hata kama wanaimba nyimbo nzuri, hata kama dini yao ni kubwa, hata kama waweje, lakini nje ya Kristo Biblia inaniambia hao wamekwisha kuhukumiwa. Lazima uombe. Usipoombea wokovu, wanakwenda jehanamu, watakwenda jehanamu. Robo shakat. Hebu mwambie Yesu, inua macho yako, mwangalie Mungu pale ulipo. Kwa huzuni angalia mitaa yako. Kwa huzuni angalia mji unaoishi. Angalia miji hii imetapakaa uovu, imetapakaa damu. Wachawi wanachinja damu kila itwapo leo. Wanaua watoto wasio na hatia, wanaua ndugu wasio na hatia kwa sababu ya mali na vitu vingine. Mungu wameinajisi nchi. Mungu ameichukia nchi kwa sababu ya unajisi wa damu. Yuko Mungu ambaye ukimwomba wewe, watoto wako wataokoka. Ukimwomba wewe, mume wako wataokoka. Ukimwomba wewe, jirani zako wataokoka. Ukimwomba wewe, baba yako wataokoka, babu yako wataokoka. Lakini ukinyamaza, watakwenda jehanamu. Biblia inaniambia damu yao itadaiwa kwenye mikono yako. Waambie Yesu jioni ya leo. Waambie Yesu jioni ya leo. Baba useke. Waambie tena Bwana ya kwamba Baba nahitaji ujasiri zaidi. Nahitaji nguvu zaidi. Yawezekana umefika mahala umekosa ujasiri wa kuwaendea. Inawezekana umefika mahala umekosa ujasiri wa kuambia. Lakini mwambie Yesu. Biblia inasema katika Matendo 4 ya kwamba tazama, wakamwambia Bwana, tujaze nguvu tena, maana yatazame matisho yao ndio wale ambao Biblia imeandika juu ya kwamba walimtesa Masihi, na haya yameonekana, lakini bado wanatutesa na sisi. Biblia inazungumza waliposema hayo tena wakaomba ya kwamba watiwe nguvu, wajao ujasiri, wakahubiri habari ya Mungu kwa ujasiri. Roho wa Mungu akashuka, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha. Haitoshi, Biblia inasema mahala walipokuwa wamekaa pakatikiswa. Yako wapi matendo makuu ya Bwana? Yako wapi matendo makuu ya Mungu? Yako wapi matendo makuu ya Jehova? Yule wa zamani. Ombe jioni ya leo. Yesu akujaze nguvu. Yesu akupe power. Yesu akujaze uwezo. Yesu akuongeze mamlaka. Eketere baseka ndaraba. Iko sotore boseketa. Rishetere baseke. Yuko Bwana hapa. Yuko Mungu anasema niite, nami nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makubwa na magumu mwanangu usiyoyajua. Usione raha kumwona naishi kwa amani huku na ndugu ambaye hajamjua Mungu bado. Hakuna raha hapo, kwa sababu siku moja hamtaonana naye kule kwenye uzima wa milele. Anakwenda jehanamu. Usione raha kwa sababu naishi na mwenza wao kwa amani. Hiyo sio amani. Shetani amekutegea tanzi. Huyo ndugu yako, huyo mwenzi wako hamtakuwa naye kwenye uzima wa milele. Waambie Yesu kwa uzuri. Waambie Yesu kwa uzuri juu ya ukombozi. Bwana Yesu, tunakuita jioni ya leo. Itazame mitaa yetu. Itazame miji yetu Yesu. Sheta kabasaka. Rindo robo soko toriandaka. Sheketere babosa kate. Ika shanda riaba baboseke. Baba, itazame mitaa.
imekamatwa na nguvu za giza. Kuzimu sasa inashangilia kwa sababu imewainamisha wengi na Wakristo wamenyamaza. Yekendere baseka taka. Yesu, iko saa ya ukombozi tena Bwana. Iko saa ya majira ya kufunguliwa. Yesu akasema, alimaye na kuangalia nyuma hanifai, mtazamaye ndugu yake kuliko mimi hanifai. Yesu yuko anataka majasiri waliojitoa kweli kweli. Yesu, tunahitaji tena. Sheketereboseke. Yesu, simama tena katikati yetu. Yesu, tuwezeshe tena. Tujaze nguvu Bwana. Tujaze uweza Baba. Tuongoze kwa mkono wako. Tena mkono ulio hodari. Tupiganie Mesaya. Tuwezeshe Mesia. Tushike kwa mkono wako. Tunahitaji tuone Bwana ujasiri kama wa simba. Twende mitaani tena tukahubiri Bwana. Mikutano yetu iwe na matokeo. Semina zetu ziwe na matokeo. Yesu, zirika Bwana. Yesu, zirika Bwana. Leta ukombozi tena. 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 Yekete, 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 yekete. Sambarasaka. Yuko Bwana. Wewe uliyesema yote yamekwisha. Tena tuombalo tuamini letu hilo. Yesu, iko mitaa tunaenda kuiendea Baba katika majira haya. Tunahitaji wokovu. Tunahitaji wokovu. Tunahitaji kuona Bwana watu wanaokoka, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa. Yesu, umesema ya kwamba uko pamoja na sisi hata ukamilifu wa dahari. Yesu, tembea tena. Yesu, tukuone 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 tena hata ukamilifu wa dahari. Hata ukamilifu wa dahari. Sheterebo saka. Riko robo sheke. Randa rabashekata. Uko Roho Mtakatifu. Wewe uliyesema ya kwamba uko pamoja nasi. Roho Mtakatifu tembea. Roho Mtakatifu tembea. Roho Mtakatifu tuguse. Roho Mtakatifu tuwezeshe. Tutie nguvu tena. Tuinue tena Bwana. Tusaidie tena Bwana. Kanisa lako Yesu, tuwe na misuri Bwana ya imani tena. Tupate kukuona. Tupate kukuona. Sheke debo saka. Rienda rabashaya. Yesu, tembea kwa uwepo si kawaida. Kwa uwepo si kawaida. Roho Mtakatifu, gusa watoto wako. Gusa kanisa lako. Gusa watu wako. Yesu, tupe power ya kwenda tena Baba kuangusha hizo mazabahu za devo huko msituni. Yesu, unasema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Yesu, tupe nguvu. Tuliopo Yesu tupo. Tupe nguvu Bwana. Tuingie shambani kwako. Tuingie shambani mwako. Tuingie shambani mwako. Tuingie shambani mwako. Tukahubiri injili Bwana. Tukahubiri injili Yesu. Tukaone uweza. Rikobosha kataka. Riketerebosaka. Yeketerebashayata. Yesu, tembea Baba kwa upako si kawaida. Yesu, tukaone Bwana miji ikifunguliwa. Miji ikifunguliwa. Vijiji vikifunguliwa. Miji ikifunguliwa. Miji ikifunguliwa. Miji ikifunguliwa. Yesu, watoto wako uliwapa nguvu kina Filipo wakahubiri Samaria naye ikaokoka. Bwana Yesu, tunahitaji Baba tukakuone. Tanzania ikiokoka. Tanzania ikifunguliwa. Tanzania ikiwekwa huru. Reketerebaseke. Ripapasakataria. Rikoshoterebasaka. Yesu, inua vipawa. Yesu, inua karama. Yesu, inua huduma. Yesu, inua tena Bwana. Wako hapa. Wako hapa. Wako hapa. Wako hapa. Wako hapa. Wako hapa. Tunavunja kila lango la shetani lililosimama. Rikopoposaka. Tunavunja hilo lango. Tunavunja hilo lango. Tunavunja hilo lango. Tunavunja hilo lango kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Shetere basokoto. Rika shatare kabasaya. Rikorobo sikite. Yakatarabasheka. Rikontorobo sayate. Rikasatarabasaka. Riketerebaseketerebosa. Rikopoporoboseketerebasa. Rikesheterebasheketaraba. Rikotoroboseketerekata. Risheterebosaka.
Riko shantaria basaka. Riko robo seketere basa. Riketere bashaka taria babo. Riko robo sataraka. Rika shete rikasa. Ritorobo sotorobo saya. Rike shetere soko. Riko shatara basiketere ba. Ribobo sokatarika. Riko shetoria bosotoria bada. Katika jina la Yesu. Yesu tembea. Yesu inua tena viwango. 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 Shetere bashakata raka sheketere basaya. Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji Yesu. Tunakuhitaji. Tunakuhitaji. Tunahitaji wokovu Bwana. Tunahitaji wokovu Bwana. Tunahitaji wokovu Bwana. Tunahitaji wokovu Bwana. Shatara babos. Rikosh. 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 Rikasatara babusikiti. Rikasatara babusatara ba. Rikoshatara babus. Rababosata. Yeshatara babu. Ribusikiti babas. Rikoshatara. Orikashatara babus. Ni Mungu mkubwa. Sheketiri babosa. Uri babusa katalianda bos. Yesu tembea Bwana. Shataria babus. Rupopo satara babus. Ruko shatara babus sayata. Unatosha Mungu. Unatosha Yesu. Wewe pekee Bwana. Kesho tutaingia kwenye mitaa. Ombea mtaa wa Uvumba umjue Yesu sasa. Baba,
Satari ya babosi. Kama uko hapa unahitaji maombi, sogea ni kuombee dakika moja iliyoko mbele yangu, na wale ambao mnafuatilia pia kwenye mitandao na kuombea pamoja. Kama unafuatilia tu kwa njia ya mtandao pia, kwa wakati mwingine gusa mahala panapouma. Kama ni hitaji binafsi, weka mkono wako wa kushoto kifuani. Kama ni mahitaji nje na magonjwa, moja unainua juu kwa imani. Yuko Yesu hapa na anaenda kufanya makubwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu wa uweza na nguvu, mamlaka pia, Shalosayata, na vunja hali zote za kipepo zinazosimama juu ya maisha yake. Raboseke, toka, achilia adui. Huna mamlaka. Vunja na kwa kazi zote za yule mwovu zinazosimama, nazo haribu maisha yake, nazo haribu maisha yake. Haya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka vyanzo vyote, toka vyanzo vyote, toka vyanzo vyote, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na achilia neema ya Bwana na uponyaji wa Bwana, nguvu ya Bwana ikakuatamie kupitia jina zuri la Yesu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana. Barikiwe sana.